Vipi kama ningekwambia kuna malaika ndani ya nyumba yako sasa hivi, lakini umekuwa ukipuuza kabisa ishara zake? Sio kwa sababu huamini, bali kwa sababu hakuna aliyewahi kukufundisha nini cha kuangalia. Lakini kuanzia leo, hiyo inabadilika. Watu wengi hudhani malaika huonekana tu kwenye matukio makubwa kama ya Hollywood. Taa kali, mabawa, radi. Lakini kwenye Biblia, malaika walionekana katika sehemu za kawaida sana. Jikoni kwa mtu, njiani kwenye vumbi, kwenye mlango wa hema. Mwanzo 18 inaonyesha kuwa Ibrahim hakujua kuwa alikuwa akiwakaribisha malaika hadi walipokuwa tayari wanakula chakula chake. Kwa hiyo, nini kinakufanya uamini nyumba yako ni tofauti? Usiogope. Hizi hapa ni ishara zilizofichwa kuwa malaika wanaweza kuwepo nyumbani kwako sasa hivi. Namba 1. Unaamka usiku bila sababu. Unaenda kulala kawaida. Hakuna alarm. Lakini ghafla, saa 8 au 9 usiku, macho yako yanafunguka. Unahisi uko macho kabisa, kama vile kuna mtu amekugusa begani. Watu wengi hufanya nini? Wanageuka tu na kuendelea kulala. Lakini Biblia inaonyesha nini? Wakati Mungu au malaika wake wanahitaji umakini wa mtu, mara nyingi humwamsha usiku. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 5, malaika alimgusa Eliya akiwa amelala na kusema, "Inuka, ule." Haikuwa ndoto. Ilikuwa mguso halisi. Kuamka halisi. Wakati mwingine itakapotokea, badala ya kushika simu, jaribu kuomba. Unaweza kushangaa kitakachofuata. Namba 2. Unahisi amani ya ghafla isiyoelezeka. Umejaa msongo. Madeni yanaongezeka. Mahusiano ni magumu. Akili yako inakimbia kila mahali. Halafu ghafla, amani inakufunika. Hujafanya chochote. Hujatafuta. Imekuja tu. Hiyo si bahati mbaya. Wafilipi 4:7 inaiita amani ya Mungu ipitayo akili zote. Malaika ni watumishi wa faraja ya Mungu. Wanapokuwa karibu, amani yake hufuata. Kumbuka wakati malaika alimtokea Maria kwenye Luka 1. Maisha yake yalibadilika ghafla. Na kitu cha kwanza alichoambiwa ni, usiogope. Amani kabla ya maelezo. Hivyo ndivyo malaika hufanya kazi. Namba 3. Umeepuka jambo baya ambalo lingekupata. Ajali ya gari iliyokaribia kutokea. Ulichukua njia tofauti dakika ya mwisho. Kuna kitu kilikuambia usipite njia fulani. Huwezi kueleza, lakini ulisikiliza, na bado uko hai. Hiyo haikuwa bahati. Zaburi 91:11 hadi 12 inasema wazi, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Malaika wanaelezewa wazi kuwa wanakukinga kabla hujaanguka. Kama umewahi kuwa na tukio la karibu na hatari, lakini ukaokoka salama, acha kuliita bahati. Liite jinsi lilivyo. Ulinzi. Namba 4. Mtu usiyemjua anakusemesha kitu ulichokuwa unahitaji kusikia. Umewahi kukutana na mtu usiyemjua kabisa, akakwambia kitu ambacho kiligusa sana moyo wako? Labda dukani au mtandaoni. Neno moja tu la faraja lililokufanya karibu ulie. Waebrania 13:2 inasema, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Malaika hawaji kila wakati na mabawa yanayoonekana. Wakati mwingine wanakuja kama mtu wa kawaida, wakisema neno sahihi kwa wakati sahihi. Usipuuze mambo ya kawaida. Namba 5. Umeota ndoto inayoonekana halisi sana kuwa ndoto.
Unaamka na unajua ile haikuwa ndoto ya kawaida. Moyo unadunda. Maelezo bado yako wazi kichwani hata baada ya masaa. Labda ulipewa onyo. Labda ulihisi upendo mkubwa na ulinzi. Watu wengi hupuuza tu na kuendelea na maisha. Lakini Biblia inachukulia ndoto kwa uzito sana. Katika Mathayo 2:13, malaika alimtokea Yusufu katika ndoto na kusema, "Ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri. Ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize." Ndoto hiyo iliokoa maisha ya Yesu. Katika Mwanzo 28, Yakobo aliona malaika wakipanda na kushuka mbinguni kwenye ndoto. Sio kila ndoto ni ya kiroho, lakini zingine ni ujumbe. Wakati mwingine mbingu inajaribu kuwasiliana nawe wakati akili yako imetulia. Hivyo wakati mwingine ukipata ndoto kama hiyo, iandike, iombee. Mungu bado anaongea usiku. Ukweli ni huu: malaika sio hadithi za kufikirika, sio mapambo ya kadi za Christmas. Ni halisi, wapo kazini, na kulingana na Biblia wanafanya kazi kwa ajili yako sasa hivi. Huenda usiwaone, huenda usiwasikie, lakini ishara zipo kama unazingatia. Waebrania 1:14 inauliza, je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Wametumwa kukuhudumia. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.